Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi naomba tusimame kwa ajili ya kukabidhi madhabahu hii mbele za Mwenyezi Mungu, kwa maana pasipo yeye hakuna kinachowezekana. Na nina imani Wakristo na Waislamu wote ni wana wa Mungu, na wote tuko kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Amen. Na siku ya mwisho wote tunahitaji kwenda kumuona Mungu, tukaini pamoja na malaika na watakatifu walioko mbinguni. Amen. Hata mimi niliyesimama hapa kwanza ni Mkatoliki. Lakini naendelea kumshukuru Pastor Jamila, kwa maana imekupendeza na zaidi imempendeza Mungu. Alijua siku hii ya leo nitakuwa mahali hapa. Nitaongea nini? Nitaongea kuhusu nini? Mungu anajua, kwa sababu aliyekuleta hapa ana kusudi na wewe. Amen. Anaweza Mungu asimguse kila mmoja, lakini akawa amemlenga mtu mmoja. Kwa hiyo utukufu ninarudisha kwa ajili ya yule yoyote aliyelengwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Kwa maana pia tunaambiwa mbinguni huwa ni furaha sana mmoja tu anapotubu na kurejea. Kwa hiyo haijalishi ni wangapi, tunaambiwa hata ukipoteza kwenye shilingi 100, ukipoteza shilingi 1, acha zile 9, nenda kaitafute ile moja. Na Mungu wetu yupo kwa ajili ya mmoja. Ni nani? Aidha ni mimi au ni wewe. Basi naomba tuombe kwa ajili ya madhabahu hii. Mtakatifu, mtakatifu Baba wa mbinguni, uliyeketi palipoinuka, jina lako libarikiwe, litukuzwe na lihimidiwe. Nina kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninaamini kabla ya kuumbwa ulimwengu ulijua siku hii ya leo nitakuwa mahali hapa. Ulijua Baba mbinguni mwanaume aliyeketi huko atakuwa mahali hapa. Ulijua mwanamke aliyeketi huko kwa waamini atakuwa mahali hapa. Ulijua na ulitengeneza na ukaibariki. Tunarudisha sifa, heshima na utukufu mikononi mwako. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako tukiamini sisi si wasafi, sisi si wakamilifu. Baba, tunajua tunakosa kwa njia nyingi, aidha kwa mawazo yetu, maneno yetu na matendo yetu. Lakini Baba wa mbinguni, ulimtoa mwanao afe msalabani kwa ajili ya kutukomboa, kwa ajili ya kutusafisha. Na sisi Baba wa mbinguni, kwa umoja wetu Baba wa mbinguni wa kanisa hili, tunakuja mbele zako Baba wa mbinguni tukiomba toba mbele zako. Kwa maana Baba wa mbinguni, ni furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja anapotubu. Naomba ukanguse kila mmoja ambaye anakuja kwa toba ya kweli mbele zako na madhabahuni mwako Baba. Naomba ukamsafishe Baba. Hata neno lako linatuambia dhambi zetu zijapokuwa nyekundu kama damu Baba, utatusafisha na tutakuwa weupe kama theluji Baba. Tunaamini umetusafisha kwa damu ya mwana kondoo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Na sasa Baba mbinguni, tunakuja mbele yako kwa ajili ya kusikiliza ujumbe uliotuletea siku hii ya leo. Mimi kama Lilian sijui nitaongea nini Baba, lakini ninaamini Baba wa mbinguni umenipa Roho Mtakatifu. Naomba Roho Mtakatifu aliyeko ndani yangu akapate kuongea na mwanamke aliyeko hapa, asimwache na huyu mwanaume Baba aliyeko mahali hapa. Naomba Mungu kanguse kila mmoja Baba, nikiamini amna ambaye alikuja duniani pasipokuwa na kusudi juu yako. Ninaamini kila mmoja ana kusudi. Ninaomba ukamfungue mtu wa ndani wa kila mmoja Baba, mtu aliyekufa Baba mbinguni, yule mtu ambaye sikio lake limekufa Baba mbinguni. Ninaomba sasa ukamfungue kila mmoja apate kwenda kuisikia sauti yako, na sio tu kuisikia bali Baba mbinguni akaitende, na bali Baba mbinguni akaitii. Na Baba mbinguni, siku zote tutarudisha sifa na heshima mbele zako, kwa maana mwenye utukufu Baba mbinguni ni wewe peke yako. Hamna wa kuabudiwa, hamna wa kuheshimiwa Baba zaidi yako Mungu Mwenyezi uliyeumba mbingu na ulimwengu huu. Tunasema asante kwa muda huu na wakati huu. Ninakuja Baba mbinguni nikisema ninakushukuru kwa ajili ya madhabahu hii. Naomba Baba mbinguni ukaonekane. Naomba ukuu wako ukatukuzwe. Naomba Baba mbinguni ukuu wako ukaonekane na watu wote. Atakayetoka
kutoka hapa na kitu Baba mbinguni aende kwenda Baba mbinguni kukipanda kwa mwingine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba na kuamini, na wote tuseme amen. Amen. Napenda kwanza kukupa hongera Pastor Janela kwa siku yako ya kuzaliwa. Hongera sana. Ninaamini si kwa nguvu zako wala uwezo wako, ila ni kwa nguvu ya aliye juu, na anajua kwa nini amekufikisha hivi. Ndugu zangu, kwa kuadhimisha sikukuu ya mchungaji wetu, kila mmoja anatakiwa ajitafakari, kwa maana ninaamini mpaka uko leo hii kuna kusudi ambalo bado hujalikamilisha. Ukikamilisha kusudi utaondoka kwenda kukaa na malaika na watakatifu, lakini bado kusudi la Mungu hakujakamilisha. Pastor, una muda, una wakati, una nafasi ya kuendelea kulitafuta kusudi la Mungu ndani yako, na kila mmoja ana nafasi hiyo. Ninakushukuru sana kwa ajili ya hawa vijana. Nimeguswa sana na watoto hawa wa kiume na watoto wa kike. Kwa mahali hapa msije mkafikiria mmekosea njia. Hapana, mko sehemu sahihi. Duniani pasipo Mungu maisha hayana kitu chochote. Kwa hiyo kuwa hapa kuimba na kumtukuza Mungu aliye hai, mmechagua fungu lililo jema. Na msimuache Mungu, haijalishi mnapitia yapi. Labda mimi ni mwongeaji fulani sana, napenda kuongea na vijana, lakini nataka niwaambieni haijalishi mnapitia yapi. Aidha ni changamoto za ajira, za kazi, wengine wachumba, wengine familia, lakini kitendo cha kujitoa kumtumikia Mungu, mmechagua njia iliyo sahihi. Kama mchungaji alivyosema, leo ni siku ya mwanamke inayoadhimishwa mahali hapa na katika madhabahu hii, na zaidi ameenda kuifanya ikawa ni siku ambayo ni special pia kwa ajili yake. Basi wakina baba, sio kwamba tumewaacha. Mheshimiwa alisema pasipo mwanaume mwanamke hawezi kuwepo. Nyuma ya mwanamke yupo mwanaume, pembeni ya mwanamke yupo mwanaume. Kwa hiyo tunawaheshimu, tunajua nyinyi ni vichwa, tunajua uwezo Mungu aliyowapa. Lakini zaidi katika siku hii ya leo tutamwongelea mwanamke. Hata wewe mwanaume uliyeko hapa unatakiwa umjue huyu mwanamke ambaye Mungu alimleta duniani. Kwa hiyo uko sehemu sahihi na kwa wakati sahihi. Mwanamke ni nani? Kama ilivyo kwa mwanaume, mwanamke ni kiumbe wa Mungu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Nitaomba ili tuwe tunaokoa muda, mtakuwa mnanisaidia nitakapokuwa nasema somo. Yoyote atakayekuwa anapata kwenye Biblia anaweza akawa anasoma, kwa sababu nikienda huku nafungua Biblia labda tunaweza tukachukua muda mrefu sana. Katika kitabu cha Mwanzo 1 sura ya 26 hadi ya 31. Mwanzo 1 sura ile mstari ule wa 26 hadi wa 31. Mungu akasema, atumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kile chenye kitambaacho juu ya nchi. Asante. Mungu akasema. Tunaona katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu, kwanza aliumba vitu vyote. Aliumba kila kitu, akamweka binadamu special. Ni kwa nini Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu wa mwisho? Kwanza alimuumba mtu kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo baada ya Mungu, kiumbe kinachofuata ni mwanadamu. Tunaona jinsi ambavyo upendo wa Mungu ulianzia hapo.
Naamini hata baba na mama unapokuwa yaani mnapoamua sasa tunapata mtoto, kila mtu anatamani awe kwa sura na mfano wenu nyie wote wawili. Na wakina baba naweza nikasema ukiambia mtoto amefanana na wewe, huwa mnakuwa yaani mabega yanaweza yakazidi kichwa. Lakini hata sisi wakina mama huwa tunafurahi sana yule binti amefanana na mama yake. Kwa hiyo Mungu alifanya binadamu ni kiumbe cha pekee na alikipenda, akakiumba kwa sura na mfano wake. Lakini katika hiyo Mwanzo 26 hadi 31 tunamuona wapi mwanamke? Amesema alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo kiroho Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke kwa wakati huu mmoja. Hiyo ni kiroho, na ndipo hapo ninapoweza kusema kwamba mwanamke ni nani? Ni kiumbe wa Mungu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Sasa tunarudi nafasi ya mwanamke kiutawala, kiuongozi, kiuchumi. Tukienda katika kiutawala, tukiangalia ile Mwanzo 1 mstari wa 27 hadi wa 30, tutamuona mwanamke ni wakati gani alipewa kutawala. Naomba aliyeona Mwanzo 1:27 hadi 30. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Simama hapo. Aliwaambia, unaona alipowaumba mwanaume na mwanamke, aliwaambia wazae wakaongezeke. Hapo bado hatujamuona mtu kwa sura ya mwili. Bado tunaendelea na mtu kwa sura ya roho. Endelea dada. Mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini. Asante. Mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Asante. Hata mpaka hapo tunaona baada ya mwanadamu aliyeumbwa mwanaume na mwanamke, Mwenyezi Mungu aliwapa uwezo wa kwenda kutawala vile vyote alivyokuwa ameviumba kuanzia ile siku ya kwanza mpaka ile siku ya 5. Kwa sababu siku ya 6 ndipo tunapoona alipomuumba mwanadamu. Kwa hiyo tunaanza kumuona mwanamke alipewa uwezo wa kutawala. Mwanzo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo mara nyingi wanaume wanaona utawala ulikuwa wao peke yao. Hapana. Kiroho tunamuona mwanamke akiwa kama nani? Kama mtawala. Na tumeiona katika kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Sasa tunapoenda Mwanzo sura ya 2, tunaanza kuona Mungu alivyomuumba mtu katika ulimwengu wa mwili. Ule ulikuwa ulimwengu wa roho. Tukifungua katika ile Mwanzo 2 mstari wa 7 hadi wa 8. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti anaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mstari wa 15 na mpaka 17. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza.
Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Asante. Sasa tunaona Mungu alikwenda kumuumba Adamu. Kwa hiyo hapa Eva hatumuoni, tumemwacha kule kwenye ulimwengu wa roho. Tunaona alimuumba mtu, na ndio maana akasema akamfanya mtu kwa mavumbi na udongo. Umeona? Na huyu mtu ambaye ni Adamu ndiye aliyepewa maagizo yote na marufuku zote za bustani ya Eden. Na ndio maana tunaona kabisa aliambiwa miti yote unaweza ukala kasoro mti wa katikati, ambapo siruhusiwi kuendelea kufafanua, lakini ninaomba niingize. Shetani ana akili sana. Shetani unajua alimtumia mwanamke kwa nini? Haya maagizo mwanamke hakupewa, hakuwa nayo. Mwanamke aliyapata kwa nani? Kwa mume wake. Sasa hatuna uhakika, je, Adamu alifikisha haya maagizo sahihi? Kwa sababu mwanamke alipoenda kuingilia na Ibilisi ambaye ni nyoka, alikubali kula lile tunda kwa sababu hakuwa na maelezo kamili. Lakini tunaona marufuku zote na maagizo yote alipewa nani? Alipewa Adamu. Kwa hiyo ninarudi Adamu. Sasa tunarudi kwenye kuumbwa kwa Eva. Eva ni mwanamke, lakini ana nguvu kuliko mwanaume. Ni kwa sababu gani katika uumbaji? Tunarudi katika kumuumba mwanamke. Mwenyezi Mungu alichokifanya, alimpulizia mwanaume pumzi, alimpa usingizi, alafu akamtoa ubavu. Sasa turudi, tunaona Eva anaumbwa kwa vitu vitatu. Cha kwanza, Eva aliumbwa kwa roho kama Adamu alivyoumbwa. Cha pili, tunakuja kumuona huyu mwanamke anaumbwa kwa udongo, kwa sababu tayari mwanadamu huyu mwanaume alikuwa ni udongo. Kwa hiyo kwenye ule udongo ule ametolewa, lakini tunaona kuna kitu mbavu, akatolewa ubavu, ndio akaumbwa mwanamke. Kwa hiyo tunaanza kumuona mwanamke ambaye ana nguvu kumzidi mwanaume. Mimi huwa nasema wanaume wana nguvu za kimwili, lakini mwanamke ana nguvu za kiroho. Mwanaume amebeba udongo mwingi, lile liwiliwili lote, lakini mwanamke alichukuliwa kwa ubavu tu, ambapo kalikuwa ni kadogo sana. Kwa hiyo mwanaume nguvu zake nyingi ameziwekeza kwenye nini? Kwenye mwili. Lakini tukirudi kwa huyu mwanamke ambaye tayari ana utawala ndani yake, tayari tunamuona ana nguvu ndani yake, kwa sababu ana nguvu ya Roho Mtakatifu. Tukirudi, mwanamke ana roho na ana kaudongo kadogo sana, tayari ana hii mbavu. Kwa hiyo ninachopenda kusema ni kwamba mwanamke, kwanza usijidharau. Mwanamke usifanye nini? Usijidharau. Mwanamke ni mtu ambaye umepewa nguvu. Kwanza una nguvu ya kiroho, na mambo yote yanaanzia rohoni na sio mwilini. Hata ukirudi kwa Mwenyezi Mungu, alianza kuumba katika roho kabla ya kuumba katika mwili. Ni kwa sababu mwili ni uharibifu tu. Mwili unaharibika, utakufa, utaoza. Lakini kitakachorudi kwa Mwenyezi Mungu ni nini? Ni roho, ambayo ndio tunaona mwanamke akitawala, mwanamke akishikilia hata uchumi. Kama dada yetu alivyosema, siku hii ya leo tunatakiwa tujifunze uchumi. Mwanamke akishikilia uchumi, maisha yanaenda. Mwanamke akishikilia uchumi, jamii inasonga mbele. Kwa hiyo tunatakiwa tumwangalie sasa huyu mwanamke, na tutakuja kumuona katika uchumi. Na shetani anajua nguvu kubwa iko kwa nani? Nguvu iko kwa nani? Kwa mwanamke. Na ndio maana shetani akifanikiwa kupenya kwa mwanamke, ameharibu jamii. Shetani akipenya kwa mwanamke, ameharibu taifa. Shetani akipenya kwa mwanamke, ameharibu familia. Na ndio maana tunaona mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa sababu gani? Amempa shetani nafasi. Lakini mwanamke huyu asipompa nafasi shetani, akasimama vizuri kiroho, akasimama vizuri madhabahuni, akasimama vizuri kuomba, na kwambia dunia italeta ushangao. Sasa ninarudi, tumuombe
Tanzania. Yule ni mwanamke. Tumuombee tukivunja nguvu zote za ibilisi katika uongozi wake. Tumuombee asimame imara katika kusudi la Mwenyezi Mungu, kwa sababu huyu mwanamke ambaye ni mama yetu akisimama vizuri, taifa linanyoka, taifa linaendelea, ajira zitapatikana, sijui mashoga hawatakuwepo, sijui walawiti hawatakuwepo, kutakuwa kuna ndoa njema, kutakuwa kuna jamii njema, kutakuwa kuna mafanikio katika maisha. Amen. Kwa hiyo tunaposimama katika madhabahu, katika nyumba zetu, tumuombee sana mama, kwa maana amebeba lililo kubwa. Na mwanamke nawaambieni amebeba lililo kubwa ni kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke anamsaidia, yani yuko katika uumbaji. Mwanamke anazaa, tumbo la mwanamke linatoa uzazi, tumbo la mwanamke linatoa taifa, tumbo la mwanamke linatoa jamii. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani anajua sana nguvu ya mwanamke, na ndio maana akitaka kufanya uharibifu wowote anaanza na mwanamke. Shetani hamfuati mwanaume, sababu mwanamke ana kusudi kubwa la Mwenyezi Mungu, na kusudi kubwa tunaanza kuliona la ukombozi. Mnajua pale baada ya yule mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu na Eva walipofanya dhambi, walipokosa, mwanamke aliweka uadui kati ya shetani na mwanamke. Mnajua kwa nini aliweka huu uadui? Ni kwa sababu alisema hivi, nitaka uadui kati yako wewe na huyu mwanamke. Huyu mwanamke ndio aliyekuja kumzaa mkombozi wa ulimwengu, ambaye ndiye vita kubwa ya ibilisi, ambaye ndiye anayemwangusha ibilisi, ambaye ndiye mwanaume aliyeukomboa ulimwengu, ambaye ndiye mwanaume aliyefukuta ile dhambi ya asili ya mwanadamu pale bustani ya Eden. Kwa hiyo hapo tunaendelea kumuona mwanamke akiwa amebeba kusudi kubwa la Mwenyezi Mungu. Mwanamke sio mtu wa kumchukulia kwa poa. Hawa kina baba wanapendeza ni sababu mama yuko pembeni. Katika nyumba zetu mwanamke akifa ndani ya miezi miwili, unajua hii nyumba haina mama. Watoto wanaolelewa bila mama utaanza kuwajua kwa tabia zao. Hata kama wewe ni mtoto uko mahali yako umelelewa pasipo mama, bado Mungu ana kusudi na wewe. Usiogope kwamba tayari nitakuwa na tabia za ajabu. Hapana, tumeletewa ukombozi. Kuna Mungu aliye hai ambaye ana uwezo wa kubadilisha tabia, ana uwezo wa kubadilisha machungu yako, ana uwezo wa kubadilisha hayo unayopitia. Lakini mwanamke ni jeshi kubwa. Mwanamke ni mtu ambaye ameaminiwa hata na Mwenyezi Mungu, na ndio maana alipitisha mkombozi katika tumbo la mwanamke. Tena mkombozi huyu hakupitishwa kwa mbegu ya baba, hakuzaliwa sawa na mtoto mwingine, alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini sasa hivi wakina mama tunalia na umoja? Kwa nini machozi mengi ya kina mama tunahangaika? Kuna mahali tumeacha kusudi la Mungu. Shida yetu kubwa, tumeacha kusudi la Mungu, alafu tumeanza kujiendesha wenyewe pasipo kumruhusu Mwenyezi Mungu kupitia Roho Mtakatifu ambaye tuliambiwa tunashushiwa baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kwenda kutuandalia makao. Alisema atamshusha Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza, atatufundisha na atatukumbusha yale tuliyokuwa tunafundishwa na Yesu. Lakini sasa hivi mwanamke ndio anayelia. Mwanamke analia na ndoa, mwanamke analia na watoto, mwanamke analia na uchumi, mwanamke analia kila mahali. Na ndio maana ukirudi katika makanisa waliojaa ni wanawake. Tumempa shetani nafasi mwanamke. Tambua nafasi aliyokupa Mungu, tambua thamani Mungu aliyoiweka mbele yako, tambua kusudi la Mungu ndani yako, ili tuweze kumshinda shetani. Shetani hawezi kuinuka mwanamke ukisimama, shetani hawezi kuinuka mwanamke ukipiga magoti, shetani hawezi kuinuka mwanamke ukilia na kuomboleza. Njooni nyinyi wanawake mlie na kuomboleza mbele za Mwenyezi Mungu. Tunarudi tukiangalia kwa nini mwanamke wa leo analia. Tumesema tumeacha kusudi Mungu alilotuumbia. Mwanamke ni msaidizi pale Edeni.
Unajua alipomuumba Adamu, nakumbuka maneno ya mheshimiwa, alimuona hawezi peke yake, yani anayumba yumba kwenye yale aliyomuumbia. Akaona hapana, huyu mtu anahitaji nani? Anahitaji msaidizi. Kwa hiyo Adamu asingeweza kukaa peke yake hata siku moja. Mwanamke hamhitaji mwanaume, mwanaume ndio anayehitaji. Mwanamume hawezi kukaa peke yake pasipo mwanamke. Kama tulivyosema, tunaona jukumu la mwanamke kijamii, kiuchumi, kiimani, kimalezi. Tunamuona mwanamke. Tutaenda baadaye kumwangalia mwanamke wa Mithali 31. Ameongelewa kwenye nyanja zote za ndoa, ameongelewa kwenye imani, ameongelewa kwenye uchumi, ameongelewa kwenye ulezi. Yani ni mwanamke wa ajabu sana. Ameongelewa kwenye biashara. Sasa wanawake tunarudi. Unajua mtu anaposema, tunapofika kwenye Biblia eti mwanamke ni kiumbe dhaifu, na sisi tunapitia hivyo, tunasema sisi ni dhaifu, tunalala. Lakini tumerudi tumeangalia uumbaji wake pia ulivyokuwa wa ajabu. Kwa roho kuna kaudongo, kuna ubavu. Huyu ndio mwanamke. Lakini na siku zote shetani pia anapitia neno. Kwa nini? Tunasikiliza maneno. Mwanamke ni kiumbe dhaifu, mwanamke bila mwanaume. Nani amesema? Ni kweli mwanaume anatakiwa awepo ili afanye ile mipango mikubwa, lakini ile mipango haiwezi kwenda bila mama kuisimamia. Naombeni niwaulize, hata kwenda shopping, baba huyo hapa akienda shopping, akifika hii suti shilingi ngapi? 400 anachukua. Mwanamke zaidi ya masaa mawili unafanya nini? Yani anazunguka, ana bageni mpaka pale kwenye mabegi ndogo. Huyu ndio mwanamke wa uchumi. Hapo ndipo tunapomuona mwanamke wa uchumi. Wanaume hawajali. Mwanaume shilingi 1000 kwake haina thamani. Lakini mwanamke shilingi 1000 ina thamani. Ataenda kushona hata shati la mtoto lililotatuka. Baba hawezi kufikiria hilo. Kwa nini mwanamke unajidharau? Ukiangalia kusudi la Mungu juu yako lilikuwa ni kubwa. Wewe ni mkombozi. Mwanamke ukikaa kwenye nafasi yako utaenda kumkomboa mwanaume. Na nyie vijana wa kiume, ninataka niwaambieni, unapomtaka mke, unapotafuta mke, piga magoti mbele za Mwenyezi Mungu akupe mke mwema. Mimi sijaona kwenye Biblia mahali ambapo mwanamke anaambiwa kwamba mwanamke, kuna mwanaume mwema aliyeumbwa. Sijui, labda wenzangu mnisaidie. Pastor Jamila ambaye unashinda na Biblia, labda mimi sijawahi kuona. Lakini mwanaume atakayeoa mke mwema apata kitu chema. Na mwanaume ukichemsha kwenye kuoa umekwisha. Mwanaume ukichemsha kwenye kuoa umekwisha. Uwezo wa mwanamke ni nini? Mwanamke ana uwezo wa kuona na kugundua mambo ya mbeleni. Hata utunzaji wa hela. Wanaume wanamaliza hela, wanaume tu anatumia, lakini mwanamke anajua mbona sasa hivi hatuna mvua, kutakuwa kuna njaa. Atanunua mahindi, atatunza kwa ajili ya baadaye. Hapa nikirudi naweza nikawagusa hawa vijana hawa hapa. Nikamwambia una akiba shilingi ngapi? Lakini nakwambia nikimgusa binti hapa, ana uwezo wa kuwa na akiba shilingi 50. Lakini ukimfuata atakwambia sina hela. Hata baba kuna mama atakwambia sina baba. Yaani baba mimi hapa bana leo hatuna, sijui tufanyaje. Lakini
ukitaka kujua hivyo, litokee tatizo katika familia, hutojua alikopata, atakwambia nimeenda kukopa kikoba. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka niwaambie, mwanamke nguvu yake ipo kwenye kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke nguvu yake ipo kwenye kinywa chake, na mwanamke akitumia vibaya kinywa anaharibu. Mwanamke akitumia vizuri kinywa anatengeneza. Mwanamke akitumia kinywa vizuri atafikisha taifa mbele za Mwenyezi Mungu. Mwanamke akitumia kinywa vizuri ataokoa taifa, ila mwanamke akitumia kinywa vibaya anaharibu. Wanawake, tuchunge vinywa vyetu. Naomba turejee katika kitabu cha 8 cha Mwanzo, ambapo si tunaambia mstari, lakini najua wote mnajua. Kwani ni nani aliyemshawishi Adamu kula tunda? Ni mwanamke. Mungu alikana Adamu baada ya kumuumba kile kiwiliwili, alimwambia yaliyo mengi, waliongea siri nyingi, hatujui ilikuwa ni muda gani, kwa sababu tunaambiwa siku moja kwa Mwenyezi Mungu ni miaka sijui 1000 huku duniani. Kwa Mungu ni siku hii moja. Kwa hiyo alikana Adamu, wakaongea kiume, akamwambia anavyotakiwa kufanya, lakini alipokuja Eva ambaye wala hakusikia yote Mungu aliyoyasema, aliweza kutumia muda mfupi sana katika kwenda kufanya uharibifu. Alimwambia mume wake, hili tunda la pendeza, la vutia macho, alikula, akamshawishi. Mwanamke ndio inakushinda kwa sababu gani? Wakati unakinywa. Bwana Yesu asifiwe. Je, tunakitumia hiki kinywa kwa kusudi la Mungu, au shetani ametutumia kupitia vinywa vyetu ndipo tunapofanya uharibifu? Naomba tumwangalie mwanamke mwingine, Delila. Samsoni alizaliwa na Mwenyezi Mungu alisema huyu mtoto asikatwe nywele, na mama yake alitii, lakini alitokea mwanamke mmoja tu, Delila. Niambie baba, siri ya nguvu zako. Hapo nataka nionyeshe uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Delila, Samsoni aliacha maagizo yote aliyopewa na Mwenyezi Mungu, akasikiliza. Sio kinywa ni kibaya, hapana. Je, unakitumiaje? Kujenga au kubomoa? Shetani akipata nafasi tu kwako, tayari anabomoa. Naomba turudi katika pia kitabu hata cha Esta. Najua wengi kitabu cha kuhusu hiyo habari ya Delila, mnaanza mkaenda kusoma kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 15 hadi 17 na 19. Lakini kwa sababu ni historia tunayoifahamu wote, tumemwona tu Delila, tunataka tuone nguvu ya mwanamke katika uwezo wa kinywa chake. Lakini pia tunarudi kwa Esta. Esta ni mwanamke aliyekomboa taifa la Wayahudi. Labda ndugu yangu hata Shamim na mheshimiwa na wengine, huyu Esta ni binti aliyeolewa na mfalme, lakini kwa kutumia nafasi yake. Tusije tukafikiria, na wewe mwanamke nataka nikwambie, usije ukafikiria nafasi ya kupewa wanamke Mungu amekupa tu bure. Tutafute kusudi la Mungu. Kwa nini nilizaliwa mwanamke? Una kusudi kubwa, una kusudi la kujenga, una kusudi la kukomboa. Nafasi aliyokupa kuwa mama, una kusudi kwa ajili ya ulezi. Nafasi aliyokupa kuwa mke, una kusudi katika ndoa. Katika jamii una kusudi. Tunamrudia huyu Esta Malkia. Alipopata nafasi ya kuingia nyumbani kwa mfalme, kwa kuolewa na mfalme, Esta alitumia kinywa chake. Tukumbuke, ukisoma historia ya Esta unaona kabisa baada hata ya kuolewa, mfalme hakumwekaga karibu, hakumweka karibu kama labda alivyokuwa yule mke wa kwanza, lakini Esta kwa unyenyekevu na utii
alibadilisha akili ya mfalme na akafanikiwa kukomboa taifa lake. Mwanamke, ukitumia nafasi vizuri ya kinywa chako utakomboa taifa. Acha familia, tukianza ngazi ya familia, ngazi ya kanisa, na bado utakomboa taifa. Na Mungu analiangalia kanisa kama mwanamke. Ndugu zangu wanawake, ninaomba tutafakari, kwa nini tumeacha kusudi la Mungu? Tumeangalia pia uwezo wa mwanamke, tumeangalia katika ukombozi. Tukifungua katika kile kitabu cha Mwanzo 3:14 mpaka 17, tunaona uadui uliowekwa pale pale. Tayari Mungu alijua tunu la huyu mwanamke litaleta mkombozi ambaye ni Yesu Kristo. Ukienda hata kusoma katika kitabu cha kwanza cha Petro sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5, tutaenda kuona jinsi mwanamke alivyokuwa mkombozi. Sasa turudi tuangalie nafasi ya mwanamke katika kanisa, jamii, nchi, ndoa na kadhalika, na wajibu wa huyu mwanamke katika kusimamia nafasi hiyo. Mwenyezi Mungu anamtazama mwanamke kama msaidizi wa mume. Mwanzo 2 mstari wa 18. Unaweza ukasoma. Mwanzo 2:18. Maana nyumba yake inaelekea mauti na mapito yake yanakwenda kwenye wafu. Katika hao wamwendeao harudi hata mmoja, ili upate kwenda katika njia ya watu wema. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake. Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Asante. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamwangalia mwanamke kama msaidizi. Pia Mwenyezi Mungu anamwangalia mwanamke kama mlinzi wa kusudi la Mungu. Katika kitabu cha Mithali 14 mstari wa 1, Mithali kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Yeye aendaye kwa unyofu wake humcha Bwana, bali aliye mkaidi katika njia zake humdharau. Katika kinywa cha mpumbavu mna fimbo ya kiburi, bali midomo ya mwenye hekima huwahifadhi. Zizi ni safi ambapo hapana ng'ombe, bali nguvu za ng'ombe zaleta faida nyingi. Asante. Sasa hapo tunaona kusudi la Mwenyezi Mungu kwa mwanamke ni kujenga, lakini tunaambiwa ukiwa mpumbavu utabomoa. Hata pale bustani ya Edeni, kusudi la huyu mwanamke lilikuwa ni kujenga, ni kumkamilisha Adamu katika udhaifu wake aliyokuwa nao. Lakini tunaona kabisa mwanamke asiposimama katika kusudi lake anaenda kubomoa. Mimi huwa nawahurumia sana wanawake. Ili siku zote hata Biblia yenyewe, vitabu vya Mungu, sijajua kwa wenzetu, lakini naamini wote tunaenda kutoka tunafanana. Lakini hata mtoto mpumbavu ni mzigo wa nani? Wa mama. Siku zote nataka kufanya vizuri mama yule mtoto wangu dokta. Hata mimi wangu sasa dokta, lakini kwenye malezi ilikuwa mimi ndio napambana. Ukiatoka kama aliwahi kumpikia leo kumfuata
kufuatilia, hamna. Najua yule mtoto akiharibikiwa akili za mama yake. Mtoto akiwa mlevi, huyo wa mama yake. Tena mwanaume anaweza kujiriki kumkataa. Sisi wote tunaanga leo, sijui hiyo pepo ni ya watu. Hapo tayari tumeshafika kama huyo mtoto si wa kwake na yeye yuko na mtoto. Kwa nini wanawake hatulii na Mungu ili kuokoa hili kizazi? Ili kumwokoa huyu mwanaume aweze kupenda uzao wake. Madawa ya kulevya ni sisi kina mama tunahangaika nao. Mtoto sijui imetokea ushoga, mama ndio atakayejua na Mwenyezi Mungu. Imetokea sijui mtoto kaza nyumbani sijui hajaolewa, wakina mama. Nani anayeliaga? Baba anawaza. Mama ndio anayebeba mzigo wake. Mama ndio anayelia na kizazi chake. Sasa tunashindwa kuelewa tuna jukumu kubwa. Mwanamke uliye kama Maria, ukiona tu masikitiko nimemwambia Mungu hapana, kuna mahali sijakaa kwenye nafasi yangu. Mungu ninaomba nirudi kwenye nafasi yangu, nirudishe kwenye nafasi yangu kama mama. Kwa sababu kilio kitakuwa ni kwa mwanamke. Hata wakati wa unyakuo tunaona anayekuja kupata shida mwanamke ambaye atakuwa na mimba. Mwanaume si anaondoka anabeba mimba. Lakini mwanamke ni taifa. Mwanamke ni jamii. Mwanamke ni familia. Wakina mama tulinde kusudi la Mwenyezi Mungu. Halafu Mungu wetu ni mwema na ni mzuri sana. Muda wowote ukienda ukimlilia katika roho na kweli, anakupokea na anakusaidia. Tutaangalia kwa nini tunaomba na tunalia, lakini kila siku tunapitia mazito. Tunaomba isivyo sahihi. Wanawake tunaomba tuna wivu. Wanawake tunaomba ukimwangalia mwanamke mwenzio kapendeza tayari umeshamsemea neno. Dhambi za mawazo hizo. Mwanamke ukimwona mwanamke mwenzio amependeza tayari na kuuma, alafu uko madhabahuni, mpasa Jamila niombee, mwanaume asikii, watoto hawasikii, lakini ukirudi tayari wewe mwenyewe una wivu na mwenzio. Usimami katika nafasi yako. Huyo Yesu atakaje ndani mwako? Huyo Roho Mtakatifu atafanyaje kazi ndani mwako? Tunaambiwa huu mwili wetu ni hekalu takatifu la nani? La Roho Mtakatifu. Na tukilichafua, iwe kwa mawazo mabaya, iwe kwa matendo mabaya, iwe sijui kwa maneno yetu mabaya, tayari Roho Mtakatifu anaondoka. Tutalia, tutaimba, tutapiga kelele hapa, lakini sauti zetu zitaishia hapa. Wewe mwanakwaya, kuimba ni kusali mara mbili. Mimi Mkatoliki nimefundishwa. Usiimbe hapa duniani tu, sema utaimba mpaka mbinguni. Usije ukaona mpigia Mwenyezi Mungu kelele kutokana na matendo yako. Nyie vijana wa leo mnatumiza wazazi. Nyie vijana wa leo hamsikii, utandawazi mmeuelea vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo tutarudi huyu kijana kwa nini ni mbaya? Tutarudi kwenye malezi ya baba na mama. Je, huyu mtoto tunamlea au ndio tuko bize? Tuko bize. Mtoto ninaweza nikashika hapo mtoto mmoja amelelewa na wasichana wangapi? Analelea wasichana hata 10 hata 20. Anabeba tabia gani za kufanana na wewe na mume wako ambao mnarudi usiku, dada ndio anahangaika na watoto. Dada ndio atakana mtoto wako kumfundisha njia za Mwenyezi Mungu. Atakana mtoto wako kumfundisha Biblia, atakana mtoto wako kumfundisha juzuu, atakana mtoto wako kumwelimisha nini. Leo kaja dada aliyejeruhiwa kutoka huko kwao kijijini. Anafika, ana majeruhi, ana majeraha, anavuja damu, ana upendo gani? Anamfundisha nini yule mtoto? Lakini sisi je, nafasi tuna muda na hao watoto? Hata kama tutaongelea uchumi, mwanamke unatakiwa utafute, lakini lazima upange muda wako. Muda wa biashara uwepo, muda wa familia uwepo, muda wa ndoa
Unaona? Na kina mama tunavijua vikoba kausha damu. Kutafuta hela ni kuzuri, lakini tunazitafutaje hizi hela? Wafanya biashara zangu wataniambia unatafutaje? Lazima tuwe na hekima na maarifa katika utafutaji wetu. Ili kwanza mwanamke anaweza kufanya vitu hata 10 kwa wakati mmoja. Baba nikimwacha hapa nyumbani, kuna mtoto, baba utaniangalizia na huyo mtoto, utamnyosha na uji na hizo unaweza ukarudi yeye mwenyewe ukamkuta ametapakana maji ya mtoto umepaka mgongoni. Haelewi afanye nini. Lakini mwanamke ana uwezo wa kujipanga. Yaani Mungu alitupendelea wanawake. Mungu alitupendelea mwanamke. Mwanamke umependelewa na Mwenyezi Mungu. Hebu tumshangilie Mungu kwa makofi na vigelegele. Mwanamke ana mimba, huyo mwanamke ana deki. Huyo ana mtoto mwingine wa miaka 2 anamhudumia. Huyo anakuhudumia wewe baba, unaonekana smart na kitabu chako cha kufikia. Huyo ndio mwanamke aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu. Aliumbwa kwa udongo mdogo sana, alipewa hekima na maarifa mengi. Amen. Na ndio maana pale bustani ya Eden, wakati Mungu anauliza yale maswali, swali aliloulizwa Eva lilikuwa lina maana kubwa sana. Kwa nini hakutunza agano? Nani anaweza kutusomea ile swali ambalo aliulizwa Eva? Alimuuliza umefanya nini? Hakutunza agano la Mungu. Kwa sababu Mungu alikuwa amempa kusudi maalum. Yaani alijua huyu mwanaume hawezi. Sasa alipomleta yeye hakutunza agano. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huwa ninajivunia mwanamke wangu. Amen. Hebu akina mama tujivunie wanawake kwa kupiga makofi. Sijawahi kutamani hata siku moja kuwa mwanaume. Mwanamke ni mlinzi. Mwanamke ni jeshi kubwa. Wanawake wakiamua hili dunia haliendi. Na mwanamke akiamua hii dunia yote inafika mbinguni. Tunakuja tunamwangalia mwanamke kama muombolezaji. Hebu tufungue kitabu cha Luka 23 mstari wa 27 hadi 28. Mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kuomboleza. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanamke ni muombolezaji. Hata Yesu alimwambia msinililie mimi, walilieni watoto wenu. Mtoto ni nani? Mtoto ndio jamii, mtoto ndio familia, mtoto ndio taifa. Mwanamke lililie taifa lako la Tanzania. Mwanamke ulilie ulimwengu mzima. Mwanamke mmoja tu akisimama kwenye nafasi na kuomba na kuomboleza katika roho na kweli, Mungu anaokoa ulimwengu mzima. Tuko wanawake wangapi? Kwa nini tunalia na kuomboleza lakini majanga ni mengi kama ninavyowaambia? Watoto wa kiume sasa hivi hawafanyi majukumu yao. Hawasimami kwenye nafasi ya mtoto wa kiume. Kwa sababu mwanamke unayeambiwa lia na kuomboleza kwa ajili ya huyo mtoto, Mwenyezi Mungu atafungua maarifa ya kumlea mtoto wa kiume na atasimama atakuwa mwanaume kweli. Lakini tumeacha. Leo mtoto wa kiume anaingia kwenye shoga. Leo mtoto wa kiume hataki kufanya kazi. Leo mtoto wa kiume hataki kuwa kichwa cha familia. Tuangalie. Alafu jamani wanawake. Kuna mwanamke nilimkuta akaniambia, mimi nimezaa watoto wote wa kike. Nikamwambia hao watajioa. Mwanamke hata kama umezaa watoto
umeshakuwa mzee sasa, hapo ndio umeshamgeukia Mungu, utalia wewe na kuomba na uzee wako mpaka utachanganyikiwa, kwa sababu utabeba jukumu la kuombea ndoa ya mtoto wako. Mama, hutolala kwa sababu mtoto wako ananyanyasika kwenye ndoa ya mwanaume asiyetambua jukumu lake. Lakini ni nani aliyemtengeneza huyu mwanaume? Ni sisi wanawake. Kuna watoto fulani hivi fulani kina Junior limekuwa. Kuna miaka tumeanza kuita Junior. Mwache Junior angalie TV. Mwache Junior sijui afanye nini. Kuna mahali ambapo tumekosea, na ndio leo tunakula matunda yake ya uchungu wa kina mama. Tunakesha makanisani, tunakesha kwenye maombi, tunafunga mpaka tunapata vidonda vya tumbo, kwa sababu hatukusimama kwenye kusudi la Mungu. Na je, funga yako unafunga sawa sawa? Mimi nakamuuliza hata mama hapa, hata Madam Shamini pale, wakati wa kufunga anawaza nini? Kwanza mimi nawapendaga sana Waislamu kwenye maombi. Muislamu anapoenda kusali huwa anajinyenyekeza, anapafanya pale anapoenda kufanya maombi yake patakatifu, anapatakatifuza. Kwa hiyo mawazo yake na akili yake yote huwa inalenga, sasa hivi ninaenda kwenye maombi. Sasa sisi tunajua kwenye gari nitasalia huko tu, unakimbia, umesali hata sala haijafika mwisho umeshawaza nyingine. Lakini tunapopita, ndio maana Mungu wetu unajua ni wa utaratibu. Yaani huwezi kumwendea Mungu tu kwa yaani unavyojisikia wewe mwenyewe. Sio wa hivyo. Ninaenda kusali, ninafanya toba. Na ndio maana unapoenda kusali, la kwanza unamshukuru Mwenyezi Mungu. Unaenda kwenye utakaso, unapata dakika hata 5 za kuongea, yani una meditate wewe mwenyewe, yani unaongea na kumwalika Roho Mtakatifu ashuke. Then mpeleke Mwenyezi Mungu maombi. Sawa, kuna maombi ya dharura. Yapo. Lakini je, katika mipango yako kuna muda umeutenga wa kwenda mbele za Mungu ukiwa mwenyewe, ukiwa unajitafakari? Alafu unajua tunaomba tu kujitafakari, mahusiano yangu na Mwenyezi Mungu yakoje? Ile sala tu ya Baba yetu uliye mbinguni, mtu anaweza akaichukulia yani poa fulani, lakini nakwambia ile sala ina nguvu. Hata ukikosa muda wa kusali maombi marefu, kaa mbele za Mungu, iombe ile kwa kumaanisha na kwa kuitafakari. Kuna mahali anasema usipowasamehe wenzio makosa waliyokutendea, na yeye hawezi kusamehe. Tunaenda tukiwa tumesamehe, tunaenda tukiwa tumeachilia. Hiyo ndio misingi ya Mungu aliyotuwekea. Lakini ndugu zangu, wanawake wenzangu, hatuifuati. Umegombana na mama fulani, unaenda mbele za Mwenyezi Mungu, unakemea na kuomba, wala huyo Roho wa Mungu hatoshuka. Wala hiyo kwanza pepo linaweza likaanza kukushangaa. Huyu anafanya nini? Pepo halitoki. Na lina uwezo wa kujibishana na wewe. Tena lina uwezo wa kukusuta. Yaani unaomba hivyo na kulia na kugaragara. Mama fulani umetoka hapo kugombana naye, umemsamehe, umeachilia. Wanawake kuachilia. Roho anaponiambia kitu nitakiongelea. Hatuachilii, tumebeba. Pressure, sukari, haya magonjwa yasiyoambukiza ni kutokana na kwamba tunabeba. Sio mwanamke tu, hata baba, hata wewe kijana wa leo. Umebeba mangapi? Umembeba baba yako, sijui hakukulea. Umembeba moyoni, unatembea naye tu. Alafu unakuja unaimba hapa kwa Pastor Jamila. Lakini umembeba mama yako, sijui alikutupa. Umebeba mwalimu, sijui alikufanyia nini. Hauachilii. Mimi ninataka niwaambie wanawake, nataka niwaambie wanaume ulioko hapa, baba ulioko hapa. Yaani ukiishi katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu, sisi tutamiliki dhahabu. Lazima umiliki. Unajua Mungu wetu sio muongo. Ametuahidi. Kwanza alitupa kwa upendo pale bustani ya
Edeni. Akasema vitu vyote, yaani kakaa katika ukuu wake, katika utukufu wake. Akasema vyote nilivyoviumba, samaki majini, ndege wa angani, kila kilichoko chini ya ardhi na popote pale, ninakupa ukitawale, ukimiliki. Kwa nini? Tuko maskini. Lakini kuna taratibu na huyu Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kumiliki wakati hatuishi taratibu za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unamilikije wakati unafanya biashara? Tunafanya biashara za uwizi, hela yenyewe umeipata kwa uwizi. Mungu anaibariki. Unamilikije biashara? Inakuwaje wakati unampimia mtu hapo kwenye mzani wakati umebana kitu fulani kilo hazisome? Utasema ninafanya biashara mimi, kama kuna chuma ulete. Chuma ulete ni sisi wenyewe. Utamilikije wakati ukimwangalia jirani yako, mbona yeye anaendelea? Umekaa nyuma, umekaa kumbeba, moyo wako unavuja damu kwa sababu ya jirani amefanikiwa. Hatuwezi. Kwa hiyo kuna mahali naomba tujue tunashindwa kwenda kwa Mungu kwa utaratibu, lakini Mungu wetu tukimwendea kwa utaratibu, ametupa vyote, dhahabu na fedha zote tukamiliki. Unatoa sadaka. Pastor Jamila, sijajua zaka katika kanisa lako. Je, unatoa sadaka au tunamtolea Mungu tu? Tunatolea change. Umekuja kanisani hujajiandaa. Unajiangalia, unajisearch. Hata kwa Muislamu zaka ipo. Una upendo na wenzio. Sasa hivi hata wenzetu wanavyofunga na wakati tunaambiwa ni kipindi cha kumjali hata wenzio. Hawa hapa wanafunga, atakwambia naenda kufuturisha, naenda kuangalia watoto yatima, naenda kuangalia wagonjwa. Tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Au tumekaa kukumbatia kila kitu, tuna ubinafsi. Na huu binafsi ni dhambi ilianzia kule. Tukiangalia Adamu, yeye anaulizwa na Mwenyezi Mungu kwanza kuomba toba. Kwa nini ulikula tunda? Anasema huyu mwanamke uliyenida. Hataki kabisa ile dhambi imguse, kwa sababu yeye anajiona yeye ndio mtakatifu. Mwanamke naye anaulizwa, hakutubu, huyo nyoka. Yaani kila mmoja anakana, na Mungu pale alichokuwa anataka ni toba tu, lakini hawakuomba toba. Lakini Mungu wetu ni wa huruma. Mungu wetu ni wa rehema. Pamoja na yote yale, aliwatoa tu kwenye bustani ya Edeni, akawaweka pembeni, muendelee na maisha, na akatupa kila kitu. Na bado tunaangalia tumbo la kwanza la yule mwanadamu ambaye ni Abili na Kaini. Mmoja alivyotoa sadaka iliyo njema na nono mbele za Mwenyezi Mungu, ndugu yake unajua alipata wivu. Na hivi pale alitamani hata angekuwa na uwezo wa kumfuata Mungu, angesema wewe Mungu, lakini kwa sababu hakuweza, yoyote ambaye amejiattach na Mungu, shetani ndio anaenda kumpiga. Kwa hiyo alienda akamuua nduguye, lakini yote ile ni wivu, kwa sababu alitaka yeye ndio aonekane na sadaka yake. Unaona mwanadamu tulivyo na wivu, na ndio tunaoendelea nao. Mimi nauza vitumbua hapa, yule pale vya kwake vinavyotoka tayari hivyo. Unatamani hata kuvitia mchanga, akigeuka umwagie mchanga ili kesho asiuze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanamke akisimama vizuri katika nafasi ya kuomba sawa na kusudi la Mungu, basi ataokoa jamii, ataokoa familia yake, na ataokoa taifa na dunia kwa ujumla. Na mara nyingi ndugu zangu, tumekuwa tunamfikiria shetani. Uongo kweli? Yaani huyo ni shetani. Shetani, yaani bila shetani umempa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani shetani yeye amekaa, anasubiri tu auachie mwanya, yeye apite. Hivi nana nyoka pale bustani ya Edeni hakuwa shetani. Yaani nyoka alikuwa kiumbe. Na tukiangalia katika uumbaji wa Mungu, alivyoumba nani hao wanyama wanaotambaa, alisema ni vema. Kwa hiyo nyoka aliumbwa akiwa kiumbe chema kabisa.
ila shetani alikuwa pembeni, ndiye aliyepitia. Kwa hiyo hata wewe unapotoa nafasi, hata iwe ya jirani yako, shetani anaenda tu kumpitia hata jirani, anapenya kwako. Jirani katoka huko na ujumbe wake na umbea wake, anamfuata mwanamke. Hapo mwanamke ndio tunaofuata fuata. Mimi kweli sema, yani hao wanaume utakuta kwenye mpira, wanaume wanaleta kupendana, wanapendana hata katika biashara kuinuana, lakini tukirudi kwa wanawake hatuko hivyo. Yani mtoto huyo wa kiume kumuuzia mzee, bwana boda boda, ukifanya hivi unaenda hivi, unaweza ukapata boda boda moja nikutapie mtu anayeweza kununua, ukaipata kwa nani, ukao unamrejeshea baadaye inakuwa ya kwako. Hawa watoto wa kiume wanafanya. Lakini turudi kwa mtoto. Hapana, aliwe siri. Apendeze kama mimi. Na hivi ninamwona yeye ni mzuri. Kila mmoja ni mzuri. Mungu amemuumba kila mtu kwa mfano na sura yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi huwa najiangalia. Yaani nasema mimi ni mfano wa Mungu. Hapo nikimwangalia yule. Nasema jamani, kumbe Mungu pia amefanana na hapo ukimwangalia yule. Yaani Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Hayo mambo yako ambayo umejiingizia, ambayo ndio tunayoyaishi, yanatufanya tunashindwa kutimiza kusudi la Mungu, ndio yanayotuharibia utaratibu. Atapendeza na hivi amejaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata kusema Shamimu na hivi yeye alipewa sijui nini. Hata Shamimu kweli kapewa sura nzuri, macho mazuri, lakini kuna kitu Mungu kanipa. Kanipata kuongea mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mtu ana uzuri wake unaofanana na Mungu. Na tatizo letu tunahangaika na haya mahali haya yanayokufa, lakini hatuangalii ndani. Mungu haangalii, na ndio maana utakufa, yeye anaondoka na roho yake tu. Hili ni mwili lote linarudi kwenye udongo lilikotoka. Kwa hiyo ndugu zangu wanawake, hebu tujaribu hii roho ya Mungu, tuipalilie katika matendo yetu mema, tuipalilie katika kumtolea Mungu sadaka, tuipalilie katika kumpenda jirani yetu kama nafsi yetu, tuipalilie jamani. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sheria zote za Mungu zinaweza zikapo kwenye zile amri 10. Amri za Mungu 10 zimegawanyika mara hizi mbili. Mpende Mungu na jirani. Full stop. Kwa nini? Amri ya kwanza mpaka ile ya 3 tunaona Mwenyezi Mungu anavyosema mpende yeye, sijishika hiyo siku ya Sabato, sijiusali, unaona usiabudu kwenye miungu mingine, unaona usinani, usiape kwa jina lake. Tukirudi kuanzia ya 4, waheshimu baba na mama yako. Inamhusu mwanadamu. Usiue, usizini. Kwa hiyo ukiwa na upendo, haya utayafanya. Nina mume wangu, haya vinavyonipeleka huko nje nini? Nina mke wangu, haya vinavyonipeleka huko nje nini? Upendo. Hatuna upendo. Na yote tutazunguka na kuongea, lakini lililo kweli moja tu, tumekosa upendo. Ukiwa na upendo, mkienda kusoma kile kitabu cha Korinto wa kwanza 13, ukiwa na upendo, yani kila kitu huwa ni rahisi. Kuomba ni kwepesi, ikirudi biashara ni nyepesi, ikirudi kumtendea mwenzio yaliyo mema, kila kitu ni chepesi. Na asili ya upendo inatoka wapi? Kwa Mungu. Mungu ni nani? Mungu ni pendo. Alitupenda kuanzia pale bustani ya Eden. Kwani tena hukumuomba kuumbe. Ona tunavyoenjoy na haya maisha. Lakini Mungu alituumba mwenyewe, alafu alivyotupenda kwa sura na mfano. Alafu tukamkosea, bado akamleta mkombozi. Alafu na bado tunamkosea, na huyu mkombozi tunamuua kwa dhambi zetu, lakini bado anakuambia yupo, unaporudi na kutubu, anakusamehe. Na wala hatohesabu. Tuangalie sisi tunavyohesabu. Wewe umekosewa leo, kesho mtu akija yule, au huyo amezidi, unajua na lile nilimsamehe,
alinifanyia hivi, nilimsamehe hivi. Mungu wetu akihesabu, ni nani anayeweza kuwepo hapa? Na kama sisi ni mfano wa Mungu, naamini alitaka tuishi kitakatifu kama yeye. Tunaweza tusiufikie ule utakatifu, ila kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tutaufikia. Alitamani tuishi kama yeye. Na ndio maana tukirudi, Wakristo wenzangu na ndugu zangu Waislamu hapa, unajua Mungu alikuwa anapenda kukaa na mwanadamu pale bustani ya Edeni. Na ndio maana kila jioni alikuwa anamtembelea. Lakini umeshagundua dhambi inachofanya? Dhambi inakutenga na uso wa Mungu. Dhambi inakufanya uone haya. Nakwambia, iwe mke hapa leo, shepuka kama ukirudi nyumbani macho yako sawa sawa kama siku zote. Na ukicheza unagundulika. Mwanaume akifanya lolote huko, kwa sababu dhambi siku zote inafanya mtu aone haya. Na ndio maana Adamu na Eva waliotenda dhambi tu walijificha, walijiona wako uchi. Kwa hiyo dhambi zinatufanya tuwe uchi mbele za Mwenyezi Mungu. Hata ukiiba, ikiwa ni mali ya uwizi, hata kama unaitoa, yani unaihisi kama kuna mtu anakuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, kuishi katika dhambi kunatutenga na uso wa Mungu. Na ndio maana pale bustani ya Edeni, baada ya ile dhambi, Mungu hakuwa anawatembelea hawa binadamu tena. Na walijificha. Dhambi. Lakini Mungu bado ni wa upendo. Wote tunafanya toba. Waislamu wako katika mfungo. Toba ni kwa nini? Wanajirudisha kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio huyu Mungu anaendelea kututafuta. Nimekwambia asili yake ni kukaa na mwanadamu. Na ndio maana bado anaendelea kukutafuta. Kwa sababu tunaambiwa mwisho wa siku tunaenda kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tutakuwa pamoja naye. Kwa hiyo ile asili yake ya kutaka kukaa na mwanadamu ndipo anapoenda kuirudisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, tumeongea mengi sana. Lakini kama nilivyosema, Mungu wetu yupo kwa ajili yetu. Usijiangalie wewe kijana, nilikuwa naimba, lakini nilikuwa naimba tu hapa kufurahisha Pastor Jamila. Uko tayari kurudi na Mungu yuko tayari kukupokea, alafu umwimbie katika roho na kweli. Nyimbo zako unazoimba, sauti yako iende kuwaokoa na wengine, ikamvute na kijana mwingine aliyeko kule. Wewe mama uliyeko hapa leo, iwe ni biashara yako, iwe ni chochote unachokifanya unaona hakiendi, hebu turudi tumuulize Mungu, tumeacha wapi njia zetu? Tumeacha wapi kusudi uliloliweka ndani yetu? Mungu wetu ni mwaminifu, ni mwema, anatupenda. Atakupokea na atakurudisha, na hiyo biashara inaenda kusimama. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo mtoto unayemwona haelewi darasani anaenda kuelewa. Amina. Huyo mume unayemwona analewa, haangaiki na familia, anaenda kuhangaika naye. Amina. Mwanamke simama. Amen. Tunawafukuza hata hawa wanaume, sio kwamba nawapendelea. Nyumba, chumba, mama tumetoka asubuhi, ndio tumeviacha hivyo. Unaweza ukao hutandiki, ukija jioni uko haraka, lakini nini haya mavikoba yalio mengi. Hayo maisha ya kuishi katika kutafuta hela pasipokuwa na malengo na mpango. Ukiwa na mpango na jinsi ya utafutaji wako hela, una muda wa kutandika kitanda, una muda hata siku moja ya kupikia mme. Na siku hizi tunadanganywa na utandawazi. Kwani nini bwana? Mabinti zangu, angalieni sana hizo simu. Shetani anapitia humo. Bwana Yesu asifiwe. Mbona fulani hafanyi? Na tunavyoambiana, unajua shetani ni mjanja sana. Zile unajua ukifungua simu, vinakuja vitu vingi unavisoma, na shetani anauteka ufahamu wako. Unajikuta taratibu unaona ni sahihi. Alafu
sielewi ninyenyekee Mungu. Baba yangu wa mbinguni, naomba ushuke mwenyewe utusaidie watoto wako, kwa sababu ninapata hata kutetemeka, kwa sababu ukifungua simu vinavyokujia vya ajabu tu, na wewe ndio unapopoteza muda kuvifuatilia, alafu unaanza kuvipa uhalali. Sawa, tunaambiwa kweli tuko sawa na wanaume, ni kweli usawa tunaoambiwa ni kweli, tumepewa kumiliki, lakini tuna majukumu tofauti. Mwanamke alipewa ulinzi na mwanaume alipewa ulinzi kwa mke wake? Hapana. Hata tukirudi, mwanaume anachoambiwa ampende mwanamke, na mwanamke anachoambiwa amtii. Unaona tulivyopewa tofauti, maumbile tuko tofauti. Kwa hiyo hata hiyo tunayong'ang'ania kwamba ni haki, sawa, hapana, tuiendee katika kusudi la Mungu. Tuangalie, ni kweli mimi naweza nikafanana na mwanamume, au mimi mwanaume naweza nikafanana na mwanamke? Na ndio haya ambayo tunayapeleka. Mtoto wa kiume anajilinganisha na mtoto wa kike, anaenda kwa shoga. Nikimsimamisha hata mama au ushalimu au pale mama zangu pale nyuma, watakwambia kwenye Uislamu hicho kitendo cha kinyume cha maumbile ni kiasi gani mpaka dunia inatetemeka. Hata shetani mwenyewe atatukimbia, atasema hili sio langu, no, hili ni la kwako. Sodoma na Gomora ilifanywa nini? Lakini yote haya ni kwa sababu ya nini bwana? Na ndio nawaambieni, hizo simu hizo unafungua vinakujia, vikikujia unatamani. Saa nyingine mtu anatamani kwenda kuvijaribu. Shetani si ameshamteka? Una muda wa kusoma neno, na neno la Mungu likikaa kwa wingi mioyoni wetu, haya hatutoyafanya. Unajua kinachotusukuma kufanya mambo ya ajabu? Neno la Mungu halipo kwa wingi katika mioyo yetu, hatuliishi neno. Na tukirudi, neno ni nani au neno ni nini? Hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye Mungu alikuwa neno. Kwa hiyo ukiwa umejazwa na neno ndani ya moyo wako, umemjaza Mungu. Haya mengine hayana nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaishi neno, tunalidokoa tu, kisha nisikia umeshika mstari mmoja unatembea nao. Hapana, tulisome neno, tulitafakari neno, na tumuombe Roho Mtakatifu atufunulie. Hata Waislamu wenzetu, tutamwona hata mama alipokuwa hapa, kuna muda aliongea neno. Sawa, tunaweza tukao hatukujua maana yake kwa sababu ni la Kiarabu, lakini ni yamekaa ndani ya moyo wake. Na wewe Biblia ikikaa neno litakaa, utaliishi na kulitii na tulitii. Na halikai kwa sababu mtu wa ndani tumemuua. Unajua, unaweza ukajiona kuna mtu wa ndani nafsi, Ulishawahi kuona ukitaka kuisogelea hata dhambi kama kuna kitu, utashangaa kuna sauti moja tulivu inakukataza. Yule ni mtu wa ndani. Lakini huyu wa nje, wewe kwani nini? Wewe fanya tu. Kwani ukoona hata kwenye gazeti mama fulani alifanya hivi, hata alifumaniwa nini kichwa, mbona aliendelea na mume wake? Mtu wa ndani tumemuua, hatusikii sauti ya Roho Mtakatifu. Tuombe sana kwa ajili ya mtu wa ndani, ili tuisikie sauti ya Mungu na tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kuitii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamwangalia pia mwanamke ni mpiganaji katika ulimwengu wa roho. Naomba Zaburi ya 68 mstari wa 11 hadi wa 18. Bwana alitoa neno lake, wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Wafalme wa majeshi wanakimbia wakikimbia, na mwanamke akaaye nyumbani agawa nyara.
Kwa nini kulala mazizini arukapo huwa mbawa zake ziking'aa kama fedha na manyoya yake kama dhahabu? Mwenyezi Mungu alipotawanya wafalme huko, kulinyesha theluji katika Salmoni. Ni mlima wa Mungu, mlima Bashani, ni mlima mrefu, mlima Bashani. Enyi milima mirefu, kwani kuutazama kwa wivu mlima aliyoutamani Mungu akae juu yake? Naam, Bwana atakaa juu yake milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke ni nini? Ni jeshi. Unajua ndio nilivyoambia, mwanaume ameumbwa, mimi naona tu kwa udongo mwingi. Yaani hayo ni mawazo yangu. Ana nguvu haya ya nje. Lakini mwanamke ana nguvu ya roho. Kiroho mwanamke ana nguvu. Mwanamke ni jeshi kubwa. Ndio maana mnaweza ukawa wanapigana hapo, lakini mwanamke amekaa hapa anasali. Kila kitu kitaenda sawa. Hata mwanamke Esther aliomba, alifunga na kuomba. Mfalme alifanya alivyotaka yeye. Kwa hiyo wanawake ni jeshi kubwa. Mwanamke ni mpiganaji katika ulimwengu wa roho. Na hata tukiangalia katika Agano la Kale, tutaona hata wakati wanaume wanaenda kupigana, naamini wanawake walikuwa wanakaa nyumbani wakifanya nini? Wakiomba. Waislamu wenzangu hapa, wanawake wanakaa nyumbani wakiwa wanasali. Anamwombea mume wake atakapo kwenye utafutaji, anaombea familia, anaombea watoto. Kwa hiyo mwanamke, tusimame vizuri kwenye sala. Tunaposimama vizuri kwenye sala, kila kitu kinaenda. Haijalishi changamoto tunazo. Changamoto mtu amewekewa kwa ajili ya kukuza imani. Huwezi tu kupita bila changamoto. Utamjuaje Mungu bila kupitia changamoto? Kwa hiyo changamoto zipo kwa ajili ya kutukuza imani zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio tumeendelea kuangalia, najua tumepita kwa sababu napita kila mahali ambapo naona Mungu anataka tupaongelee. Tumeona kabisa jinsi ya tusimame vizuri katika imani, katika kuomba, atuombe vipasavyo, na ndio maana tunachelewa au hatupati kabisa majibu. Kwenye malezi tumeona kabisa mwanamke jinsi ambavyo tumejikuta sasa hivi hatulei familia, hatulei watoto, hatulei tena mabinti sasa hivi akishavaa tu shela, anasema mimi nikishavaa shela, yani anachotaka tu kuwakomesha wenzie, hajui kusudi linalompeleka kwa mume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu fikiria, binti anasema tu mimi nivae shela, na ndio maana wanajilipia mahali sasa hivi. Tuombee watoto wetu. Anajilipia mahali, anajitengenezea pete. Kusudi la Mungu hapo liko wapi? Halipo, kwa sababu anafanya kwa vionjo vyake vya mwili. Na ndio maana akifika huko kwenye ndoa ni mauzauza. Ndoa sasa hivi zinazovunjika za watoto wetu ni nyingi mno. Nawaambieni, unaweza ukajiona ni mdogo leo wewe binti, ukaona sawa, lakini utafika utakuwa mama mtu mzima kama mimi, uanze kulia na tumbo lako, uanze kulia na uzazi wako, uanze kulia na mtoto wako wa kiume, uanze kulia na mtoto wako wa kike. Usije ukafikiria sasa hivi hayakuhusu. Sali sana binti uliyeko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu baadaye utalia tu. Hata mimi ambaye ni mzee, au ulipomuona hapa mheshimiwa unamuona mama mtu mzima, alikuwa kama wewe. Kwa hiyo tunatakiwa tuombe sana kwa sababu ya kesho yetu tusiweje. Tukija pia kwenye muda, wanawake tunapoteza muda mwingi kwenye mambo ya ajabu. Kama nilivyosema, si vikoba kweli 10, 20, wewe ndio kijumbe. Hivi kwani tutakosa hata muda wa kwenda saluni. Hao wanakupigia simu, wale wanakupigia simu, na hivi nimeviona sana. Wanawake wanafikiria wanapata. Hivi jamani, ukikopa si hela yako? Sasa usipoitumia vizuri, hata ukikopa utadaiwa. Kwa hiyo muda mwingi tumepeleka kwenye
Habari story uko mitaani, mama ukitoka nyumbani kwako ukifika kwa mwenzio masaa mawili. Hujui uko watoto, hatujui watoto wameamkaje asubuhi. Ni sawa tuko busy tunatafuta tunawasaidia na hawa wanaume. Lakini hata mara moja kumjua huyu mtoto ameogeshwa, yukoje mwili wake. Na imefika mahali watoto wanawalilia wadada siku hizi. Yaani nafika kwenye familia mtoto anamlilia dada. Dada ndio rafiki yake. Na hawa wadada tunawaombea wanavyofika ndani. Umempokea tu. Mimi juzi nimepata story ambayo nikasema nilimwambia tu yule mama, huyu binti hebu mchunguze. Na alipomchunguza nilichokisema ndicho ilivyokuwa. Anasema nimepata dada mchapa kazi, mtu wa Mwanza. Lakini nimemuuliza tu swali, hivi dada leo tunakula nini? Amemaliza wiki. Dada akamwambia hivi, hizo shida zenu mimi sijui, mimi niko hapa. Wewe ukisema mimi nitapika. Nikamwambia mchunguze. Baadaye akajikuta anaongea naye. Binti aliyeachwa na wazazi, alilelewa kwa bibi mzee asiyekuwa na upendo. Kwa hiyo hata upendo yeye ni nini? Amejikuta tu anaambiwa maneno, yani malezi yake, yani makuzi yake yote ukiangalia hayakuwa na upendo. Leo tutamlaumu huyu binti, lakini si kweli. Tunalaumu waliomleta Hawa duniani. Tunapeleka watoto kwa mabibi. Mimi watoto wangu nishawaambia, mimi sikupeleka kwa bibi na wewe utamlea. Nitakachofanya kama mama, nitapiga magoti kwa sababu ni kizazi changu. Na kumfundisha lazima ajue wajibu wake katika kumlea mtoto wake. Nitalea tu ukiwa kuna sababu maalum. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe tu wabibi wa kutakataka watoto. Na wewe lini utaoga? Uliteswa na mme vile hatusali. Umeteswa na mme, umeteswa sijui na uchumi mbaya, vikoba kausha damu vimekutesa. Na bado umefika umri unaanza kuteswa na watoto wa watoto wako. Tuache. Bwana Yesu asifiwe. Unamwona mama hapo ni mrembo mpaka leo. Ukiuliza umri wake, wale wa mama pale, ukiuliza umri wao unaweza ukashangaa. Unafikiri anajibebesha asiyobebeka? Anayaacha. Nina uhakika kabisa mpaka Shamim kumuita ni mama ambaye anajionea mahusiano yake na Mungu na maisha yake na shughuli zake. Haya mengine tunayoyabeba. Alafu maskini ndio waga tunakuwa tuna shida. Yaani maskini ndio anayebeba, yaani vikoba vingine maskini kuja kubeba wajukuu wasio kwa baba zao hapo, mama zao ni huyo, yaani sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jingine ndugu zangu, watumishi wa Mungu, tumeona kwenye upendo ambapo hatuna upendo. Upendo wa watu umepoa. Hatupendani. Ndio maana mauaji ni mengi. Na uhakika hata mama yetu Mama Samia anaumia sana na yeye yasikia. Lakini yote ni upendo. Ukipenda mwenzio, huwezi kutamani wafe kabla ya wakati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunarudi baada ya kugundua mwanamke amepewa uwezo wa kutawala. Hivyo basi mwanamke ana uwezo wa kumiliki. Mwanamke ana uwezo wa kufanya nini? Wa kumiliki. Mwanamke ana uwezo wa kumiliki fedha. Sasa kama amepewa utawala, hebu tusome kitabu cha Wafalme wa Pili. Sura ile ya 4. Tuangalie, je, mwanamke amepewaje uwezo wa kumiliki? Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 10. Na mwingine anaweza akafungua Matendo 9 mstari wa 39. Haya, Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 10. Tusikize kwa makini. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo.
naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atatujiapo ataingia humo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke huyu alikuwa na cheo. Mama hapa mbunge, unategemea hamiliki pesa, cheo hicho. Kwa hiyo mwanamke alipewa uwezo wa kutawala na kumiliki, na ndio maana tunaona kulikuwa kuna huyu mwanamke mwenye cheo, kwamba alikuwa kwenye viwango tofauti aidha vya ajira. Kwa hiyo mwanamke kwenye swala la fedha, hata Biblia inamtambua anamiliki. Tukienda katika kitabu cha Matendo 9:39. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Matendo hiki sura ile ya 9 tunamwona mwanamke Dorcas. Na hapa ndio ninaporudi pia na sisi katika utoaji na kuwagusa wahitaji. Pia ninaangalia Mungu amewapa wanawake ujuzi. Dorcas alikuwa ni nani? Alikuwa mshonaji. Ule ni ujuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Dorcas alikuwa mjuzi. Kama alikuwa mjuzi, unategemea Dorcas alikuwa tu anashonea hawa wajane, au pia alikuwa anafanya biashara ya yale mavazi? Kwa hiyo alikuwa anafanya biashara. Kwa hiyo mwanamke anamiliki pesa. Tukirudi kwa huyu Dorcas, labda tunaona kitu kingine ambacho labda sio mahali pake, lakini Dorcas alikuwa pamoja na kile Mungu alichompa, ujuzi aliyompa, alikuwa anasaidia wajane. Na ndio maana alipokufa alifufuliwa Dorcas. Wajane walienda wakalia kwa Petro, wakasema ni nani atakayetusaidia tena kwa nguo kama hizi? Alifufuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke anamiliki, hamiliki? Kwa hiyo Biblia imemtaja na kumtambua mwanamke katika kumiliki pesa. Na mbaya zaidi au nzuri zaidi, mwanamke ndiyo mpangaji mzuri wa bajeti. Baba uongo? Kweli baba katikisha sasa kichwa, yani anajua, akiangalia hapo pembeni anajua bila huyu mama aliyekaa hapa pembeni yangu mimi nisingekuwa hivi. Si ajabu vyote ningekuwa nimepoteza. Hata wewe kijana unapokuja kuoa, muombe Mungu ili akupe mke mwema ambaye atakuwa mmiliki, atakuwa mtawala katika maisha. Ndoa sio mbaya kama tunavyoambiwa. Changamoto zipo kwenye kila kitu. Kwenye biashara, wafanya biashara, changamoto kwenye biashara hazipo. Sasa lakini tunapambana nazo na mpaka tunaufikia utajiri. Kwenye ndoa changamoto zipo. Kwenye malezi changamoto zipo. Kikubwa ni kusimama katika nafasi Mungu aliyokupa. Tukiondoka tu kwenye nafasi Mungu aliyotupa, tukiondoka katika kupiga magoti na kuomba katika roho na kweli, vyote hivi vinakuwa havina maana, na ndipo tunapoona changamoto zinatuzidi. Lakini changamoto tuna uwezo wa kuzizidi na kuzikabili, na Mungu katupa uwezo huo. Hata huyu Yesu msalabani, wakati wa kupita ile njia haikuwa rahisi. Wakatoliki wao wana vituo vya msalaba, unapita kuanzia mwanzo, anaanguka lakini anaubeba msalaba. Kikubwa ilikuwa lazima afike wapi? Kalvari, akafanya ukombozi. Yaani kusudi la Mungu la kumshusha huyu ilikuwa ni kukomboa. Kwa hiyo hata wewe mwanamke, hata wewe baba, ukipita kwenye changamoto, sio mwisho wa safari.
Lazima kusudi la Mungu litimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumemwona mwanamke kwamba ana ujuzi tukimpitia Dorcas. Mwanamke ni mfalme, ni alikuwa na cheo. Kwa hiyo katika kazi, katika shughuli anazofanya, wewe mfanya biashara, ujuzi wako ni kwenye biashara ya karanga. Wewe mwendesha bodaboda, ujuzi wako ni hapo. Wewe mwanamke uliyeajiriwa, ujuzi wako uko kwenye kuajiriwa. Wewe mwanamke mkulima, ujuzi wako uko kwenye ukulima. Kila mmoja ana nafasi ambayo Mungu amemwekea, kipato chake kitapatikana hapo. Usimwonee wivu wa bodaboda anayepata. Wewe si ajabu unatakiwa uuze karanga, ndipo mafanikio yako yatakapokuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mafanikio yanakuja katika mitazamo, ukiwa na mitazamo sahihi. Kwanza, jitoe kikamilifu kwa Mungu. Pili, kabili majukumu yako na wajibu wako. Nitawapeni kitabu, kila mtu anaweza kwenda kusoma, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 31 na kuendelea huko. Tujitoe kikamilifu kwa Mungu. Jamani, mshika mawili. Sasa wewe huko mara umeenda kwa Mungu, mara una waganga, mara sasa tukuweke wapi? Kabili majukumu yako. Je, majukumu yako unafanya ipasavyo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaendelea kwenye hili swala la uchumi. Uchumi siku zote uko kwenye nyakati, sio kwenye vitu. Ni wakati gani? Ni wakati gani? Unawekeza wakati gani? Unaitawalaje fedha? Jamani wakina mama, kuna mahali ambapo tunapokosea kwenye swala la fedha. Malengo yetu hatuyajui. Hii fedha tunaifanyia nini hatujui. Wanawake ni wazuri kwenye kuvaa na kununua vitu. Umepita tu dukani, nilikuwa nimeenda kutafuta tuseme gauni. Unapokutana sijui na sketi umenunua. Unapokutana na hiki umenunua. Fedha ndugu yangu hatuendi nayo hivyo. Kwa hiyo katika kumiliki pesa, labda kwa sababu ya muda tutaongea hapa kidogo na wengine wanaweza wakaja wakaongezea. Katika fedha tunaangalia umiliki wa fedha na malengo. Katika kufanya biashara yoyote, katika kujiongezea kipato, kwanza angalia malengo yako. Pili, kuna jambo jingine, uwe na takwimu. Yaani uwe unaandika. Unafanyaje biashara ambayo huandiki? Biashara isiyokuwa na daftari si huwa inapotea. Wewe hujui leo niliingiza mtaji wa vitumbua shingapi, nimepata shingapi, nimefanya nini? Hatujui. Pia hatujui utunzaji wa hii hela. Wakina mama wengi hapa nikirudi hawajui kuweka akiba. Katika pesa kuna njia, formula hizi mbili. Kuna mapato, matumizi, akiba. Alafu kuna mapato, akiba, matumizi. Wengi wetu ukishapata hela unaanza na matumizi. Utaweka akiba. Lakini tunatakiwa unapopata hela yako, mimi huwa ninaigawa kwenye 60, tuseme ni 100 tunaiweka 60 20. 60 inaingia kwenye matumizi yangu yote, kula, kuvaa, kufanya nini, vitu vyote. Alafu 20 naiweka kwenye akiba. Akiba inaweza kukusaidia kwenye uwekezaji. Kwa sababu unaanza kudunduliza kidogo kidogo ili baadaye ninunue kiwanja. Unajua kiwanja ni uwekezaji. Ninadunduliza kidogo kidogo hii shilingi 20 ili ninunue hati fungani za serikali. Kuna kitu kinaitwa bondi. Mtumishi, utakuja siku moja kunika. Tuongee kuhusu bondi, tuongee na hiyo UTT. Pesa inatakiwa ikuzalishie pesa. Alafu na hiyo nyingine, ukishaweka matumizi, akiba na unaanza na matumizi, unakuja akiba, alafu unaanza na matumizi yako, sasa tumechanganya. Haya, kwenye kutumia hela, 60 ni matumizi yako, 20 ni hiyo akiba, na 20 ni uwekezaji. Akiba imekaa kwa ajili ya dharura. Ndio umepata jambo kubwa.
ambalo sasa hivi hata mtu umesikia nimefiwa, natakiwa niwe na nauli. Naenda kuichukua wapi? Naenda kukopa? Unaenda kutoa pale kwenye akiba. Alafu kuna kauwekezaji. Ndio tutakuja kuangalia hizo UTT. Wengi mmeshasikia UTT Sijui Madam Pastor Jamila kama watu wako wanazijua. Hata hawa vijana ni wakuna nini wa kuwafundisha. Kuna UTT, kuna hizo bondi, kuna ununuzi wa viwanja. Unaweza tu kwenda kununua kwa maporeni shilingi 200,000, lakini kinapanda thamani. Baadaye utakuja kukiuza na ndio unaweza ukaanzisha biashara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu na Wakristo wenzangu na watumishi wa Mungu wote, ninapenda kuambia, mwanamke ukisimama kwenye kusudi lako kila kitu kinawezekana. Biashara inawezekana. Mwanamke ukisimama kwenye kusudi, ndoa nzuri ipo. Mwanamke ukisimama kwenye kusudi, watoto watiifu, watoto wenye tabia njema wapo. Bwana Yesu asifiwe. Labda mwanamke nitakuachia tu nenda kasome mwanamke wa Mithali. Naona naambiwa muda. Mwanamke wa Mithali nimemchambua sana katika sehemu nyingi, nyanja nyingi, imani, ndoa. Alikuwa ni mwanamke wa namna gani katika utafutaji? Mwanamke wa kuamka mapema, alikuwa mwanamke mfanya biashara, alikuwa ni mwanamke muombaji. Kwa hiyo mwanamke wa Mithali anaweza akatuelekeza kwenye wanawake wetu na tukajua kusudi la Mungu. Ila kubwa zaidi ni kumrudia Mungu, kuomba katika roho na kweli. Tuache mazoea katika kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nitaomba niishie hapo. Nimeonyeshwa muda, naomba na wenzangu wataendelea. Makofi mengi na vigelegele kwake. Basi unapokea mtumishi wa Mungu hapo. Praise and worship. Niwaombe hapa kwa dakika chache tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya sadaka. Yes, kama una sadaka yako kwa Bwana na hujapata bahasha, ningeomba wale ambao tunahusika leo kwa ajili ya bahasha, basi tuangalie watumishi wa Mungu ambao hawajapata bahasha, wengine walichelewa. Uwe na bahasha yako, sadaka yako kwa Bwana. Wakati praise wakituongoza kwa wimbo wa sifa, tutakuwa tukimtolea Mungu sadaka. Lakini wakati huo basi Pastor Mdee utakuwa unaniandalia mgeni wetu wa heshima kwa dakika 2, 3, 4, 5 basi aweze kutupa neno kidogo kwa ufupi. Karibuni praise and worship. Wakati huo tunajiandaa kwa ajili ya sadaka. Kama hujapata bahasha na unatamani kumtolea Bwana, kuna bahasha hapo zinatembea. Tutakuja kuleta sadaka zetu mbele. Karibuni praise kwa ajili ya wimbo wa sifa. Wakati huo pastor utakuwa unaandalia mgeni wetu wa heshima, tuko nje ya muda, ili aweze kuja kwa dakika chache naye kwa ajili ya neno kwa ufupi, tuendelee na ratiba zingine. Praise. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine tena kumwazimisha Bwana kwa sifa. Tuna hii.
tunaangalia Itugo jamani. Nini? Mnatupa raha hivyo. Asanteni sana. Basi nikuombe pasta mama wa nyumba hii uniletee sasa mgeni wa heshima kwa dakika kadhaa chache ambazo naye atatupa neno kwa ufupi kabisa. Natumai ni mtu wa muda mzuri kabisa. Maana chelepo unajua ikianza saa 2:30 ishe saa 3. Inafuata taarifa ya habari inabidi ufanye hivyo. Tuletee sasa. Ndio nataka nikupe kazi ya DJ kweli? Itakuwa kazi. Karibu sana. Shalom. Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Assalamu alaikum. God is good. And all the time. Huu wimbo umesema nimekuja kusema asante, na ndicho kikubwa kimeleta kusema asante kwa sababu tuko nyuma ya wakati. Inabidi tuniseme asante. Nilijipanga kuzungumza swala la protocol and etiquette. Uvaaji wetu, utembeaji wetu, ulaji wetu, lakini ni somo kubwa sana. Naomba nitatafutie muda mwingine kuja kulizungumza. Lakini tulioko hapa, wakati tunaamini baba ndio kichwa cha familia, tunyoshe mikono. Kama baba ndio kichwa cha familia, it means sisi wanawake, aidha ujiamulie wewe ni mkono, ni kiwiliwili, ni mguu, sio kichwa cha familia. Kwa hiyo huwezi mwanamke kuwa juu ya mwanaume, si ndio? Sasa tunakuwa wapi? Mpaka tunajidai sisi ndio vidume. Siku hizo wanawake wanatongoza. Habari hiyo unayo mtumishi? Kwa nini tunatuwapi wanaume nafasi yao? Sisi tunajidai sisi ndio vichwa vya familia. Maofisini kuwa viongozi well and good, lakini hata pale ofisini yule mkuu wa taasisi ana wasaidizi ndio mikono yake, ana mwanasheria, ana mtu wa masoko, ana mtu mahusiano, ana mtu wa finance, wale ndio wasaidizi wake. Kama sisi wanawake tulivyo msaidizi wa mume au wa mwanaume kwenye familia zetu. Amen. Amen. Kwa hiyo kuanzia leo tuondoke na neno alivyosema mtumishi, sisi ni wasaidizi, sio kichwa cha familia. Lakini sisi tunaweza kuwa viongozi. Si ndio? Tukumbuke uongozi wetu tukitoka nao kwa ofisini. Kama alivyo raia namba 1 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ni raia namba 1. Ni amiri jeshi mkuu. Lakini akifika nyumbani, mzee amiri ndio kichwa cha familia. Uongo. Kwa hiyo na sisi tuna demarcation kwamba nyumbani baba ndio kichwa cha familia. Lakini pia nipate kuuliza swali moja tu. Kwa nini wanawake tunataka kufanya kazi? Umeolewa na baba ana hela nyingi sana. Kila kitu unapata. Kwa nini unataka kufanya kazi? Sasa unataka kufanya kazi upate hela, si ndio? Una mume na kila kitu. Kwa nini unataka kufanya kazi? Nimefanya research kidogo tu. Nikagundua tuna sababu mbili wanawake kwa tunafanya kazi. Na hizo sababu ni very negative. Ni sababu hasi. Ya kwanza tunasema hela ya mwanaume bwana ina masharti, atakuja kuninyanyasa na hela yako, ngoja niwe na hela yangu. Ndio sababu hiyo wanawake. Ubinafsi, yes. Kwamba ile hela yake atanyanyasa nayo, ngoja nifanye kazi. Ndio sababu hiyo ya kwanza. What is very bad. Ya pili, wanawake wanaambia kwa nini unafanya kazi na kila kitu kipo? Anakuambia, "Huyu baba akifa kesho nitaishije?" Kwa nini usife kesho? Kwa hiyo ndio nimefanya research nikagundua tunafanya kazi kwa sababu ya mawazo potofu mawili, kwamba mwanaume akifa nitaishije na jingine fedha zake ataninyanyasa. Ndio maana ukiangalia dunia ya sasa, wanawake wengi wenye kipato kikubwa wanaogopa kuolewa kwa sababu wataenda kumnyanyasa. Sababu tuna mindset kwamba tuie ataninyanyasa. Kwa hiyo nao unapambana ufanye kazi badala ya kuolewa unataka kwenda kuoa. Sasa ukiangalia uhalali wa mwanamke kufanya kazi upo. Imani yetu ya Wakristo, Waislamu na madhehebu mengine, unaambiwa asiyofanya kazi na asile. Kwa hiyo sababu ya kwanza kufanya kazi, that's very positive. Asiyefanya kazi na asile.
Lakini pia tumekubaliana from the beginning kwamba sisi ni wasaidizi. Kwa hiyo leo hii baba amelipa kodi ya nyumba, mtoto analegalega shule. Wewe msaidizi ndio unatoa ile balance yako. Sasa kwa nini unafikiria akifa? Usifikirie kwamba wewe unafanya kazi kwa nia ya kumsaidia huyu kichwa cha familia. Kwa hiyo naomba leo tuondoke na notion hiyo kwamba kwanza lazima tufanye kazi kwa sababu asiyofanya kazi na asile. Lakini pia sisi ni wasaidizi. Lazima uwe na kipato cha pembeni ili uweze kumsaidia mwenzako pale anapopata changamoto. Tuko pamoja watumishi? Amina. Tuondoke na notion hiyo kwa sababu tumekuwa tuna tabia ambayo tunawakwaza wakina baba majumbani. Mpaka unakuta mtu anasita kumsomesha mtoto wa kike au kumtafutia ajira kwa sababu anajua tu akishapata ile hela. Na tukiangalia wafanyakazi wengi au waajiriwa wengi, tukishakuwa na pesa wanawake tunabadilika. Tunakuwa na jeuri. Kuweka mezani kupanga matumizi na wenzetu hatufanyi. Kumwaga mwenzako unaenda wapi? Usemi kwa sababu wewe maokoto unayo. Kwa hiyo maokoto ni kitu cha kukupushi lakini isiwe ndio discipline ya nyumbani. Nilisema kwa vile nilikuja kuongelea protocol and etiquette na muda hauruhusu. Naona MC ananitazama, nilikuwa nataka kuongea kwa mambo mengi sana. Especially kwa jinsi ya kutembea. Umeshaonekana viongozi wanawake na wanaume tuna uwezo sawa. Tofauti yetu ni ile ya kibiolojia. Lakini umeshapata nafasi zote unaweza kuwa kiongozi. Je, nikiwaambia kila mtu hapa nitajie role model yake, mwingine anaweza akasema Samia, mwingine akasema Kikwete, mwingine akasema mheshimiwa dada yangu hapa. Lakini nikakuuliza kwa nini sio fulani na ni kiongozi mkubwa? Yule mlevi. Unaona kuna point inayokutoa. Japo yule ni kiongozi. Kwa hiyo ili uwe na identity ya kiongozi kuna ile protocol and etiquette. Kuna kaustarabu fulani. Kwanza ujifunze jinsi ya kusalimia. Kiongozi ukipita huwezi kumsalimia mtu. Oya mambo vipi? Kuna viongozi unasalimia. Kwa hiyo angalia nani unaongea naye vipi. Na kuna salamu, kuna watu wengine ukijua culture zao huwezi kumshika mkono. Imani yake ashikwe mkono kwenye kusalimia. Au unaweza kumkuta mtu amevaa kanzu na kibarakashia. Unaenda kumwambia tumsifu Yesu Kristo. Mnakulifine mnakuligeti, si ndio? Unakuta sister amevaa kile ametoka kumwambia sister asalamu alaykum. Kweli. Kwa hiyo uangalie ile protocol ya kusalimia. Na pia kuna swala la kutembea. Unaweza kutembea kama mlevi. Lakini pia nguo ulovaa inakuonyesha ustaarabu sio kutembea. With the confidence, you know, with the confidence. Hata the dressing code. Unaenda kanisani, unaenda msikitini, unavaaje? Unavaa kuimpress au kuseduce? Unavaa ili umshawishi au unavaa ili wewe? Kweli unakuja kanisani, unakuja msikitini, ndugu zangu wakina mama, wakina dada, wa jinsia za ke, unavaa unaacha kifua wazi, unatafuta nini? Ndio yule nyoka tunamtafuta apitie njia hiyo, si ndio? Kwa hiyo tuangalie hata ukivaa ile swimming costume sio mbaya. Ila unaivaa wapi na nani wakati gani? Kwa hiyo swimming costume ivaliwe sehemu ya kuogelea, dressing table zile see through zile zivaliwe ukiwa ndani na lazizi wako nyonga kukalia ini. Nguo za kanisani zijulikane ni kanisani. Tuwasaidie hawa viongozi wetu, watumishi wa Mungu wafanye matendo yao vizuri. Tunaona watumishi wengi wakilalamika, especially sisi jinsia ya ke. Tunalalamika umezetu unaitwa daddy usiku daddy. You know what? Nimekuwa maipi daddy. Apostle Kagisa, you know what? Pastor Jemela yuko. Protocol tunapita kwa mama. Hata kama wewe ni mtumishi. Tumeelewana? Amen. Nina mengi ya kuzungumza lakini naona dada yangu pale ananiangalia. Swala la muda. Nashindwa kuendelea kuzungumza. Niseme tu nawapenda sana zaidi sana, lakini kingine cha mwisho kuna swala la uchaguzi ambalo linaendelea siku za karibuni. Tunasema wanawake ni jeshi kubwa. Uongo? Kweli. Wanawake ni jeshi kubwa. Uongo? Kweli. Tunasema adui ya mwanamke ni mwanamke. Ni ukweli si ukweli? Kweli. Nimefurahi nimesema ni kweli. Kuna eneo lingine nilienda wakasema hapana, wana debate
Wanawake tunaficha ule ukweli, tunasema hapana, wanaume wanatuvisha tu, sisi sio maadui, you know this and this. Hili nitalidhihirisha na nitabadilisha mindset yangu on December. Ndio nitabadilisha mindset yangu. From now najua adui ya mwanamke ni mwanamke. Kwa sababu tumesema wanawake ni jeshi kubwa. Na asilimia kubwa ya wapiga kura ni wanawake. Uongo. Kama asilimia kubwa ya wapiga kura ni wanawake, kwa nini nafasi za kugombea, sio za kupewa, za kugombea, wanawake wanaogombea wanakosa? Kwa nini wanakosa? Wenye vichinjio ni sisi wanawake. Ni wengi wanawake tunapiga kura, lakini hatuwachagui wenzetu. Kwa hiyo ndio maana mimi mindset yangu inasema adui ya mwanamke ni mwanamke. Tukiamua kuwaweka madarakani wanawake wenzetu tunaweza. Na ili nibadilishe mindset yangu na usemi wangu, hii slogan yangu, on December nitaangalia matokeo yale ya Oktoba. Wanawake waliogombea majimbo kuanzia serikali za mitaa, madiwani kwenye majimbo wamepata wangapi? Kwa sababu zile za kupewa zipo tu, wanapewa, lakini zile hawajagombea. Na sisi kwa vile ni jeshi kubwa, tuimizane, wenye vichinjio waende, tubebane wanawake. Tumesema mwanamke ana uwezo wa kuwa kiongozi, mwanamke anaweza kuwa msaidizi, anaweza kuwa mtawala, na mwanamke akishika madaraka, tunamwona Daktari Samia Suluhu Hassan jinsi gani anaendesha nchi yetu. Tuna lugha ya kuongea kama mama. Ndio maana unaambiwa ukimwacha mama na mtoto hapo, mtoto akilia anasema sauti hii mtoto sasa hivi ameenda haja ndogo, nibadilishe. Kuna kilio akisikia sana mtoto sasa hivi anataka jojo. Kuna kilio akisikia mtoto sasa hivi anataka kulala. Lakini mwachie baba. Mtoto akilia, mama rudi nyumbani, mtoto wako anasumbua. Hajui kilio kile ni wa usingizi, kilio kile abadilishwe pampers, kilio kile anataka chakula. Baada ya kusema hayo, Mwenyezi Mungu awasamie sana na wapenda zaidi sana. Nitashukuru mkinipa nafasi kuja kuongelea ustaarabu wa mavazi, kutembea kula. Amen. Mwisho kabisa kuna ambacho nimekumbuka. Minister Lilian alizungumzia vikoba. Na hiyo kuna vikoba vingine kwa jina la tofauti. WhatsApp group ni zaidi ya kikoba. WhatsApp group ni zaidi ya kikoba. Baba analala, mama yuko kwenye simu ana chat na magrupu 10. Unasikia message try amejibu. Sasa hivi mtu ana group la primary, ana group la secondary, ana group la chuo, la ofisi anayofanya kazi, sijui serikali za mitaa. Sasa wewe ndugu yangu, unajibu yote, sangapi unamhudumia mume wako? Sangapi unaangalia mtoto? Lakini yote haya magrupu ukiangalia ni uoga wa maisha. Yote haya magrupu tunajiunga kwa uoga wa maisha, kwa maana nikifiwa watanichangia. Atakuchangia nani wewe? Wekeza. Asanteni sana Bwana. Kwa kweli itabidi tuseme kwamba sisi tunasaba mwisho. Ili watu tujiandae tuondoke tumeacha mazingira vizuri. Jamani tunafundishwa hapa tunafanya mambo ya Mungu lakini na mambo ya nyumbani pia yakae vizuri. Sio unatoka hapa tena na unaenda kufanya uharibifu hapana. Kwa hiyo nimegundua Pastor Deo wakati mwingine hatusemi ibada hii inaisha saa 7. Tunasema ni siku ya wanawake. Tunashinda hapo. Kwa tunaweka basi kama ni chakula cha usiku unaweka basi mambo jamani ni moto. Unaacha chakula chako pale unabonyeza tu ikifika saa 10 wewe chakula anza kuiva. Kwa unaweka mazingira mpaka usiku tunafanya mambo mazuri. Kwa kweli mambo ni mazuri. Mungu wa mbinguni awabariki kwa maneno mazuri. Mwenyewe nilikuwa ni muda. Mimi mwenyewe nina mambo. Kuna wanawake utasikia jenga yako, ficha huko si wewe. Sasa unaficha ukifa inakuwa. Na kwa nini ufiche? Kwa nini ufanye kijana huko na mume wako, alafu unafanya kitu kwa kificho? Mwanamke wa aina gani? Hata kama utafanya kwa hela zako, lakini baba ajue, watoto wajue.
Lakini eti wewe unajua wanaume wewe. Hivi mwanaume yupi kwa Yesu wangu ni yule nani? Yaani mwanaume yupi yule atakayenifanya eti mimi nipate uharibifu? Eti yupi? Yaani kwa Yesu yupi jamani? Kwa Mungu yupi? Ambaye eti mimi nifanye kitu cha baraka na familia yangu eti leo asemeti wanaume yuko mwanaume nie. Asante jamani. Na mimi mwenyewe nina mengi sema ndio hivyo, muda sio rafiki. Ninawashukuru sana kwa maneno mazuri. Yes. Pastor Mde, wakati tunanyanyuka na mgeni rasmi hapo, tuliona keki, naomba tuje na keki. Hapo studio. Mbona nishazoea jamani studio. Hapa studio naitwa studio hivyo. Tupe wimbo, naomba mletee keki kwa ajili ya Pastor Mde. Wakati Pastor Mde utakuwa ukinyanyuka. Tutanyanyua mgeni rasmi taratibu kwa niaba. Kwa niaba ya wamama wote hapa tuliopo ndani. Taratibu, tunaenda taratibu. Wakati unaomba keki ingie ndani, wakati pasta anaelekea la keki. Na nyinyi mnakuja kulingana na wimbo. Kwa sababu sio praise basi sasa. Say you can never be the one. God say, make I tell you, say now you in 1 month, 1 go. You must sing a new song 2 days. Listen down. Unaiweka hapo mezani. Congratulations. Yeah. In the glory of God. Wewe. Congratulations. He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. Asante sana. Yes, you will come again. Asante sana. Basi pata. Tachukua kisu. Kae vizuri kabisa. Wimbo chini. Yes. Tunashika kisu chetu taratibu kabisa kwa uaminifu. Wakati huo tunakinyanyua juu hicho kisu. Mgeni rasmi utakuwa ukitamka maneno ya baraka kwa ajili ya pasta. Ni mwaka wake mwingine Mungu amempa kuishi hapa duniani, basi tamka maneno ya baraka hata kama ni kimoyo moyo. Wakati tunakata hiyo keki, tunaendelea kukata taratibu. Wakati huo makofi mengi na vile